Wananchi wa Fuoni Mambosasa, Msikiti Mabati, wameiomba serikali kupitia shirika la umeme Zanzibar ZECO kuwabadilishia nguzo mbovu ya umeme katika eneo hilo ili kuepusha athari zitakazojitokeza kwa muda wote kuanzia sasa. Wananchi hao wamesema kwa sasa wana hofu kubwa kutokana na kukatika kwa nguzo hiyo yenye umeme mkubwa, hali ambayo inawanyima usingizi muda wote. Kutokana eneo hilo watoto hupendelea kucheza na baadhi ya wananchi ndio njia yao kuu, hali ambayo inaweka hofu wakazi wa maeneo hayo. Nguzo ya umeme imekaa hatari, kipindi cha mvua kinakuja, mvua na upepo. Hii ni njia kubwa, inapita vyombo mbalimbali. Ukiachilia mbali vyombo, kuna watoto, pana madrasa hapa karibu. Kwa hiyo inakuwa muda mwingi njia inakutumika, inakuwa iko busy. Kwa hiyo hatuwezi kujua ni muda gani inaweza kaja kaanguka nguzo ya umeme. Kwa hiyo ni hatari. Tunatoa wito kwa serikali itusaidie, itubadilishie nguzo yetu. Ukizingatia hii ni nguzo kubwa ya umeme, imetokea mbali. Kwa hiyo atakaoathirika sisi tu, ila mpaka wenzetu huko mbele wanaweza kuathirika. Hili nguzo lina tatizo. Lilipotiwa tu lilikuwa shimo lake dogo. Kwa maana hiyo linapinda, hili lishapasuka hapa, time yote likaanguka. Likianguka hatari na si kwa mtu mmoja. Ina maana nguzo lile pale ni waya ni mkubwa huu. Nyumba hii itachukua, nyumba hii hapa itachukua. Likianguka hapa ni njiani. Kwa maana hiyo watufanye utaratibu wajua walisogeza sehemu nyingine ili wanini pamonyoka hapa. Ni njiani sana. Tumeona nguzo ya umeme ambayo ipo katika hali mbaya katika mazingira ya barabara ya hapa eneo ya Mambosasa. Kutokana na athari ya nguzo ilivyo, itapelekea watarishi kwa wananchi wanaopita katika eneo hili ambalo haliko vyema, kwa sababu ni pana chuo pembeni yake, pana njia ambayo inapita gari. Kwa hiyo inakuwa ni hatari kwa wananchi waliozunguka katika eneo hili. Mimi kama mwananchi ambaye naishi eneo hili la Fuoni Mambosasa, nimeona ni changamoto kubwa ambayo itawakabili wananchi, kwa sababu ni nguzo hii ipo sehemu hatarishi. Tungeomba sana shirika la ZECO kutufanyia msaada kwa kutubadilishia nguzo, kutuwekea sehemu ambayo ipo na usalama zaidi na kutuwekea mambo yaliokuwa imara. Tunayo nguzo hapa, kwa kweli hali sio nzuri na iko chini ya barabara. Na hiyo nguzo imechanika. Time yote inaweza ikaanguka, na hali kama hiyo unaiona, mara siku nyingine upepo, magari makubwa yanapita. Kwa hiyo tunaomba msaada tubadilishiwe hii nguzo tu. Tukisha kubadilishwa nguzo kidogo tushakuwa na amani. Sheha wa Shehia ya Mambosasa Bi Asia Omar Mohamed ameelezea mara baada ya kupokea taarifa hiyo na kuomba wananchi wanapopata matatizo kama hayo kutumia fursa ya kuwafikishia wajumbe wao wa karibu ili kuweza kuyatatua kwa wepesi matatizo hayo. Nimepata taarifa hiyo ya nguzo karibuni tu. Kwa hiyo mimi kama sheha wa Shehia nilipokea shida hiyo na kutoka kwa wananchi, lakini hata hivyo tayari nimeshughulikia kwa kuandika barua ili tupate nguzo nyingine ya kubadilishiwa. Matatizo katika Shehia yangu kama yapo wananchi ambayo tayari yanawakwaza, basi moja kwa moja waje kwenye ofisi au wajumbe wao waripoti kwa wajumbe wao. Moja kwa moja wajumbe watakuja kwangu ili tuweze kuondosha hayo matatizo. Afisa uhusiano wa shirika la umeme Zanzibar ndugu Hamis Amemnubi amekiri kupokea taarifa hiyo na kuomba wananchi kwa tatizo lolote la jambo la umeme wasisite kuwapa taarifa muda wowote ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza kubwa zaidi. Tumepokea taarifa za wananchi wa Fuoni Mambosasa kama panapojulikana maarufu Msikiti Mabati, juu ya taarifa yao ya nguzo mbovu, kama anavyosema kwamba ni muda mrefu, lakini mpaka sasa tunapozungumza bado haijafanywa kazi. Lakini sisi kama shirika la umeme tuweze kuchukua fursa hii kuwakumbusha wananchi kwamba kwa tatizo lolote, hitilafu yoyote au jambo lolote lile ambalo linahusiana na shirika la umeme au huduma zetu za umeme, basi ni vyema wakaweza kutupatia taarifa kwa wakati husika. Sisi tutaweza kuchukua hatua za haraka ili kuona kwamba jambo hilo linaweza likarekebishika kabla kutoka athari.
Lakini kwa taarifa hii ambayo tumepata leo bado hatujaweza haijaripotiwa katika ofisi zetu. Kwa hivyo tuwakumbushe kwamba wanapokuwa na tatizo lolote basi ni kuweza kutoa taarifa haraka. Na mawasiliano yetu kama ninavyoeleza siku zote kwa njia ya simu, wanaweza kutupigia tu moja kwa moja ni 0772 877879. Lakini pia unapokuwa umekosa mawasiliano hayo ya simu, basi unaweza kufika ofisini kwetu Gulioni na ukafika chumba namba 1 na kuweka taarifa yako na baadaye kurudi nyumbani. Lakini vile vile unaweza ukatembelea kurasa zetu za kijamii au ukaweza kuandika tu pale ZECO Zanzibar, basi utaingia katika mtandao wetu wa kijamii na utaandika taarifa zetu. Kwa njia zote tatu hizi tunaweza kuzitumia ili kuona taarifa zako zinatufikia na sisi tunaweza kuchukua hatua za haraka. Ikumbuke tu kwanza, shirika la umeme tumeweza kujipanga vizuri katika kutoa huduma zetu na tumekuwa tukiziboresha siku hadi siku. Kwa hivyo kwa sasa hivi tunaweza kuzungumza kwamba katika utoaji wa huduma zetu zile za kidharura na za kawaida tumeweza kuweka vikosi maalum vya kuweza kutatua changamoto hizo. Kwa mfano, swala la nguzo mbovu tayari kuna vikosi maalum ambapo baada ya kuripotiwa taarifa zetu au taarifa za wananchi, basi tunaziweka katika mfumo na kuwapatia mafundi wetu kwa kila siku na kuzirekebisha kwa wakati. Lakini vile vile kwa wale ambao wana changamoto za mita zao kutokutoa umeme au mita mbovu, pia napo tuna kikosi maalum tumekitenga ili kuona kwamba taarifa zote zile zinazohusiana na mita mbovu au kutokuleta umeme katika majumba yao basi zinafanywa kazi kwa haraka. Lakini sambamba na hayo pia kwa zile taarifa za kidharura, eneo fulani halina umeme, kumetokea short ya umeme na vitu kama hivyo, basi pia kuna vikosi maalum kwa kila zoni tumeviweka ili kuona kwamba taarifa za wananchi zinapotofikia tu pale pale na sisi watendaji wetu wanafika kwa wakati ili kuona kwamba tunazitatua kwa wakati kabla kuleta athari zaidi. Kwa hivyo shirika la umeme kwa sasa hivi hatutaweza kusubiria wananchi walalamike, bali tunachosubiria sisi ni taarifa zao, na zinapotufikia basi pale pale kuzichukulia hatua za dharura. Lakini unapoona umetoa taarifa yako, yamepita masaa 5, imepita siku nzima, maana yake masaa 12, basi ni vyema ukakumbushia tena taarifa ile au ukafika tena ofisini kwetu kuja kukumbushia ile taarifa. Kwa sababu kumekuwa kuna mazingira mengi ambayo taarifa zipo lakini hazijafanywa kazi. Inawezekana mawasiliano ambayo yamewekwa katika taarifa ile kwa muda ule ambapo mafundi wetu tumewapatia, mawasiliano yale hayapo. Na hizo ndio kesi nyingi ambazo unazikuta zina delay kufanywa kazi kwa sababu tu ya kukosa mashirikiano ya mawasiliano kati ya mfanyakazi wetu au mtendaji wetu pamoja na yule mwananchi mwenyewe. Kwa hivyo unapokumbushia, tutakuuliza, na tunapoingiza taarifa zako kwa mara ya pili tutaona kwamba taarifa ya awali ipo, lakini kumbe tu namba ya simu imeweza kukosekana. Kwa hivyo tutatusaidia namba nyingine ili kuona mafundi tunapatia na kuweza kuitatua kwa haraka. Kwa hivyo niongee hayo tu machache, lakini muhimu kwa wewe mwananchi, taarifa. Unapotufikishia taarifa, tayari umeturahisishia sisi kuweza kujua tatizo liko wapi na kuweza kulifikia kwa wakati na kuweza kulitatua kabla kuleta athari kubwa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.